الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داع إلى رضوانه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله مخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الأماجد، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجا المتقون. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu. Muhadhara wetu wa mada ya tatu kwa leo, tutakumbushana miongoni mwa faida za kulia, fawaidu au min fawaidil buka, miongoni mwa faida za kulia, miongoni mwa faida za kulia. Yaani usiseme ile kulia ikiwa opposite yake ni kushoto, hapana. Yaani kulia ikiwa ina maana ya kulia machozi, sawa eh? Ambaye kinyume chake ni kucheka. Kinyume chake ni kufanya nini? Usiseme kulia ikiwa kinyume chake ni kushoto, sawa eh? Nani amelia leo? Leo nani amelia? Yaani tangia alipoamka mpaka muda huu nani amelia? Hakuna hata mmoja. Nani amecheka leo? Nani amecheka? Wote wamecheka, lakini walielia hakuna. Kuonyesha kwamba watu wanapenda kucheka kulia kuliko kufanya nini? Kuliko kulia. Watu wanapenda kucheka mno zaidi kuliko wanavyotakana kulia. Ili hali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama anatuambia katika hadithi, lau ya'lamuna, laiti wangelikuwa wanafahamu, mafihi, yani laiti mngelikuwa ninyi mnafahamu yaliyoko kule akhira, la dhahiktum qalilan wala bakaitum kathira, mngecheka kidogo lakini mngelia sana, mngelia zaidi. Lakini sisi tukabadilisha ikawa kinyume chake, tunacheka zaidi kuliko kulia. Lakini uhalisia unatakana tulie zaidi kuliko kufanya nini? Kuliko kucheka. Naam. Wa fil Islam albukau laysa aibun, laysa aiban wala naqsan fi rujula. Katika Uislamu kumkuta mwanaume analia, mkubwa tu analia kama wewe hivi, una ndevu, una mvi, unalia. Katika Uislamu kumkuta mwanaume analia sio aibu na wala sio mapungufu. Zawa Sheikh Selemani, nikikukuta unalia sio aibu na wala sio mapungufu. Yani huyu jamaa ana madhaifu kweli kweli mpaka analia mkubwa namna hii, hapana. Bali wakati mwingine unaweza ukawa ni ushujaa. Faqad baka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam inda wafati ibnihi Ibrahim.
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alilia siku alipofiwa na mtoto wake Ibrahim. Kwa hiyo Mtume alikuwa ni mdhaifu mpaka analia. Wabaka fi salati inda samai alquran, Bwana Mtume amelia katika swala pale alipokuwa akisikiliza Qur'an. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an ametaraddad aya moja akikariri akalia tangia ile usiku mpaka alfajiri analia kwa aya moja ya Qur'an. Akalia hata sa'iqa, mpaka akadondoka chini kazimia. Laysa aiban wa laysa naqsan, si aibu na wala si mapungufu ya. Innaha haqiqatu la miraata fiha, huu ni uhakika ambaye hauna utani ndani yake. Falbukau min khashyati llahi ta'ala yalinu alqalb wa yudhhibu adrana, kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala inalainisha moyo. Leo unaona nyoyo zetu zimekuwa ni kaswa, nyoyo zetu zimekuwa ni ngumu sana kwa sababu tumepunguza kulia. Nyoyo zetu zimekuwa ni ngumu kwa sababu ya kupunguza kulia. Mmoja katika maswahaba alikuwa daiman anaonekana analia, anatokwa na machozi mpaka lile joto la machozi likawa limeunguza sehemu ya macho yake, inaonekana limelala michirizo namna hii kwa ajili ya kulia. Hakuonekana mbele ya maswahaba kuwa ni aibu kwake yeye, hata qala ba'dhum la'allahu min ahli al-akhirah, mpaka baadhi yao wakasema huyu ni mtu wa akhera na wala sio wa duniani tena. Kwa hiyo kilio kingi kinaonyesha kwamba kwa kumwogopa Allah kinaonyesha wazi kwamba huyu mtu tunamdhania kheri, yawezekana ni mtu wa akhera. Qala Yazid ibn Maisara akasema albukau min sab'ati ashiya, kilio kinaweza kikatokana na mambo sab'ati ashiya. Moja, albukau min alfarhi, kilio cha furaha. Mtu unaweza ukapata jambo la kukufurahisha mpaka ukalia, au ukakutana na rafiki yako wa karibu, hamjakutana miaka mingi, au na kipenzi chako cha karibu, labda mzazi wako, mmefarikiana zaidi ya miaka 15 hamjaonana na mzazi wako. Siku mnakutana, basi mtalia kwa furaha kwa kukumbatiana, unamkumbatia unalia. Haujawahi kuona hii? Mtu analia kwa furaha, haujawahi kuona? Lakini kuna albukau min alhuzni, kuna kilio cha huzuni. Mtu amefiwa, ameumia, amepigwa cha maumivu, akalia. Hichi pia ni kilio. Lakini kuna albukau min alfazai, kilio cha mafadhaiko. Mtu kafadhaika akalia. Kuna albukau min arriya, kuna kilio cha kujionyesha, unalia lakini unajionyesha. Kuna albukau min alwaja, kuna kilio cha maumivu, kama mtoto mdogo amechapwa, yale maumivu yakamfanya akalia. Kuna albukau min ashukri, kilio cha shukurani, yani mtu kakutendea wema mpaka ukalia, badala ya kucheka ukalia. Mathalan, tujalie wewe umeuguliwa, mke wako anaumwa, mtoto anaumwa, wote wanahitaji kwenda hospitali, alafu hauna hata shilingi moja. Alafu ukakutana na mtu barabarani akakwambia, bwana, mimi nilikuwa nina pesa ya sadaka, natafuta yoyote nitakayekutana naye ambaye ana shida nimpatie, nina milioni 7 hizi hapa. Na wewe haukuwa hata na shilingi moja, umeshindwa kumpeleka mtoto hospitali. Hauwezi ukalia kwa ile furaha? Huwezi ukalia, utatokwa na machozi na utalia, si ndio? Kwa hiyo kilio cha furaha pia cha shukurani. Lakini kuna albukau min khashyati llah, kilio cha mtu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, akaogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, baka akalia. Fadhalika alladhi tutfi'u dam'ata min amthali albuhuri fi an-nar, kile kilio cha kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, yale machozi
yatazima moto wa Jahannam sawa na maji ya bahari. Yale machozi unaelia kwa kumwogopa Allah yatazima moto wa Jahannam. Na maana kama itakavyoonyesha hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lan taliju nara ainan baka lillah au min khashyati llah, halitoguswa na moto wa Jahannam jicho lilolia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Jicho lolote litakalolia kwa kumwogopa Allah halitaguswa na moto wa Jahannam. Waqad madaha Allahu ta'ala albakaina min khashyatihi, Allah akawasifia wale wenye kulia kwa kumwogopa yeye pale aliposema wa ashada bihim fi kitabihi alkarim innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhiruna liladhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna liladhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a, wanaanguka vifudifudi wakisujudu wanalia katika vilio hivyo vya kwenye sijida, wa yaziduhum khushu'a, vinawazidishia unyenyekevu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah akasema akiwasifia innal ladhina utul ilma min qabli, hakika ya wale walopewa elimu, idha yutla alaihim, pindi wakisomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, yakhiruna liladhqani sujadan, wanaenda vifudifudi wakisujudu. Na albukau shay'un arizi, kulia ni kitu ambacho cha kimaumbile, ambayo wakati mwingine kilio kikija utashindwa kujizuilia kulia, utalazimika tu kulia kwa namna yoyote ile. Naam, hadhihi hiya fitratu falinsanu la yamliku daf'u albukaa an nafsihi, binadamu hawezi akamiliki kujizuilia kulia pale inapobidi kulia, na binadamu hawezi akamiliki kujizuilia kucheka pale inapobidi kucheka. Allah mwenyewe akatuambia wa annahu huwa adhaka wa abeka, Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anayechekesha, Allah ndiye anayeliza. Allah atakufanya wewe ucheke, Allah atakufanya wewe ulie. Kwa hiyo kama kilio Allah amesababisha, amefanya wewe ulie, lazima utalia. Kama kicheko Allah amefanya wewe ucheke, lazima utacheka pia vile vile. Imamu al-Qurtubi akasema katika tafsiri yake, akasema ayu qadha asbaba dhahki wa asbaba al-buka, Allah ndiye anayehukumu sababu za kulia na sababu za kucheka. Waqala Atwa ibn Abi Muslim, Atwa ibn Abi Muslim akasema yani afraha wa ahzana, Allah ndiye anayefurahisha, Allah ndiye anayehuzunisha. Lianna al-farha yajlibu dhahki walhuzni yajlibu albuka, kwa sababu furaha inamfanya mtu acheke na huzuni inamfanya mtu alie. Anwa'ul buka, aina za vilio kama tulivyovisema, wanawachuoni wameviorodhesha aina za vilio, wakasema kuna albukau alkhawfu walkhashya, kuna kilio cha kumwogopa Allah na kumnyenyekea Allah, hicho ni kilio ambacho ni mahmuda, kinatakikana. Alafu kuna kilio cha rahma wa rafa, kilio cha huruma na upole. Ukaenda kumkuta mtu ameugua, anaumwa kisawasawa, au mtoto wako au mke wako akalia mpaka na wewe ukalia, hichi ni kilio cha huruma. Au mzazi wako ana shida, anaumwa, akalia kwa maumivu na wewe ukalia, hichi ni kilio cha huruma, ambacho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man la yarhamu la yurham, yoyote asiyehurumia hatohurumiwa, asiyehurumia hatohurumiwa. Jamaa mmoja akasema, siku moja mtoto akalia usiku, rafiki yangu ananisimulia hizi, asema mtoto akalia usiku, mama yake akabembeleza mpaka kaanza kulia, akampa anyonye, anakataa, analia. Nikamuonea huruma, ikabidi mimi nianze kumbembeleza mtoto. Mama yake analia na mimi nikaanza kumbembeleza, lakini mimi sina cha kumnyonyesha kwa sababu sina maziwa, si ndio? Au unaweza ukamnyonyesha kidogo.
Asema nikahangaika nayo, mtoto hakunyamaza na mimi nikaanza kulia. Mtoto analia, mama yake analia na mimi nalia. Sote tunalia, tuko wangapi? Watatu. Ikabidi tuongozane kwenda hospitali usiku. Tumefika hospitali, kwenye mapokezi pale, dokta yule akamshikashika mtoto, kamgeuza huku na huku. Alichotuuliza swali akatuambia, huyu ni mtoto wenu wa kwanza kuzaa? Asema tukamjibu ndio, ni wa kwanza. Akasema haya, rudini nyumbani. Dokta, hata paracetamol hamna? Akasema hapa hakuna cha paracetamol, nendeni nyumbani. Unaona? Asema tukarudi bwana, hata kidonge hamna. Unaona? Lakini tumeteseka usiku wote. Kumbe mtoto ni mzima, yani ule ni ughabii tu yani ule ushamba tu wa malezi, yani kwa sababu ndio mwanzo. Unaona? Lakini wote wamelia, mtoto amelia, mama amelia, baba amelia. Unaona? Lakini wakati wanaanza maisha ilikuwa ni furaha. Hawajui kwamba yatakuja kutokea ya kuhuzunisha pia. Unaona? Furaha mwisho wa yote kulia. Lakini kuna bukaa ambayo inaitwa bukau almahabba wa shauq. Kilio cha mapenzi na shauku. Kilio cha mapenzi na shauku. Ndio hichi tumesema kinaweza kikaingia kwa mtu ambaye pengine hamkuonana naye muda mrefu. Vile unavompenda basi ukakutana naye ukalia. Na yeye akalia, mkalia wote. Siku moja tukaondoka kwenda shule, mimi na ndugu yangu mmoja. Hii ambaye ni waqi kabisa. Yaani nakueleza kitu ambacho kimenitokea mimi. Tukaondoka tukienda kusoma masomo ya thanawia. Mimi na ndugu yangu mmoja, sitaki nimtaje jina kwa sababu tuko wengi. Wakati tunaondoka, tunaagana pale, yule jamaa alikuwa ameoa, mimi nilikuwa sijaoa. Sasa wakati tunaondoka mke wake analia. Unaona? Hasa mimi namwambia, wewe shemeji, mbona mshamba sana? Sisi tunaenda kusoma, wewe unalia nini? Mzee alikuwa pale karibu akamwambia, wewe mjinga, wewe nendeni tu. Wewe mjinga, hujui kitu, wewe nenda tu, nendeni. Jamaa akawa hataki kutoka, mzee akamwambia toka, atanyamaza. Kabidi tukaondoka, tukaongozana. Njiani tunafika kule Arusha kule, anapiga simu, vipi? Bado analia. Amenyamaza. Unaona? Hiyo ilikuwa ni bukaul mahabba wa shauku. Kilio cha mapenzi na shauku. Wewe haya hutokea pia. Unaona? Siku moja Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an akapita katika baadhi ya nyumba kwenye mji wa Madina. Akakuta mwanamke mmoja analia ndani ya nyumba usiku. Lakini anaimba abiyati za mashairi. Tatawala hadha al-laylu waswadda jawanibu wa arakhani idh la khalilu ulaghibu fa wallahi laula makhafatu rabbi la zu'za min hadha sariri jawanibu. Katika baadhi ya riwayati za abiyati hizi, tatawala hadha al-laylu waswadda jawanibu wa arakhani idh la khalilu ulaghibu fa wallahi laula alladhi fi as-samai arshuhu la zu'za min hadha sariri jawanibu. Mwanamke analia ndani ya nyumba kwa kumkosa mume muda mrefu. Anasema usiku umerefuka, lakini kinachoniumiza sina kipenzi, sina rafiki wa kumchezea, sina mume, sina baal, sina mume wa kucheza naye. Na kuapia kwa Allah, laiti isingelikuwa na muogopa yeye, ningepata wakuja kutikisa hichi kitanda miguu yake. Manake ningeleta mwanaume yoyote yule, ningeenda kuokota hata dilevi kule barabarani lije litikise miguu kwenye kitanda hichi. Analia huyu mwanamama usiku. Mpaka Umar anauliza, anaenda kwa Hafsa anauliza, tatizo nini? Ambiwa si mume wake ameenda kwenye vita Keita wa Keit. Mume wake ameenda kwenye vita fulani na vita fulani. Mtume anamuuliza nani? Umar anamuuliza Hafsa, kwani mwanamke anaweza kasubiri kwa muda gani akiachwa na mume wake? Hafsa anamwambia, mambo kama haya unaniuliza mimi, si binti yako? Akamwambia, la, inna Allah la yastahi min alhaq. Allah haoni haya katika haki, nataka uniambie mwanamke anaweza kasubiri kwa muda gani akiachwa na mume wake? Akafanya hivi. Hivi ni ngapi? Ni ngapi?
Akasema inzada ngapi? 6. 5 jumlisha na 1 ngapi? Asema akizidisha ni miezi 6. Yaani kuanzia miezi 4 anaweza akasubiri. Lakini ikizidi pale, ikizidi sana ni miezi 6. Baada ya hapo anaweza akatafuna hata lile lisilotafunwa na wanadamu. Sawa? Yaani anaweza akafanya lolote lile ambalo hata kama ni la kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huyu alikuwa akilia kwa mapenzi ya mume wake. Alikuwa akilia kwa mapenzi ya mume wake. Akimlilia mume wake. Haya, kuna albukau min alfarhi wasurur. Kuna kulia kilio cha furaha wakati pengine mtu ima kafaulu kwenye jambo fulani. Labda umefaulu mtihani ulikuwa ni mgumu sana wewe mwanafunzi, lakini baada ya kuona natija iko vizuri ukalia badala ya kufanya nini? Badala ya kucheka. Si unanielewa? Ukalia badala ya kufanya nini? Badala ya kucheka. Hili hutokea. Badala ya kucheka ukalia. Na ndio maana ikifika hali kama hii unatakana usujudu angalau hata sijidataini umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya furaha hiyo. Kuna mtu mwingine mke wake alikuwa katika hali ya waja alwilada, katika hali ya kujifungua. Baada ya kwamba alikuwa katika hali ya kujifungua, akaja kaniambia, bwana, hapa sina hata shilingi, lakini mke wangu ana hali ya kujifungua, nafikiria hata namna ya kumpeleka hospitali, alafu yuko mbali, natakana nitume angalau hata pesa. Nikamwambia usifadhaike sana. Tulikuwa tukisomesha pale Mahad. Nikamwambia hebu tawadha, swali rakaa 2, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kuepesisha. Akaenda akashika udhu, akaswali rakaa 2, ametoa salamu, mara simu ikapigwa. Akaipokea ile simu, akaanza kulia. Sasa nikamuuliza mambo yameharibika? Akasema tayari mke amejifungua. Sikajifungua salama. Sasa unalia nini sasa? Unaona? Yaani ile furaha aloipata ya kupindukia. Alikuwa hana hata senti na yuko mbali na mke wake na yuko shule anasoma, ni mwanafunzi. Unaona? Mimi nilikuwa nikifundisha pale, nikamwambia swali rakaa 2 muombe Allah. Akawa analia badala ya kucheka. Hii ni furaha. Hichi ni kilio cha furaha. Lakini kuna bukau aljaza man warada alalam wa adam ihtimal. Kilio cha mafadhaiko, mtu atakapopatwa na maumivu akashindwa kuvumilia. Kashikwa na maumivu kashindwa kuvumilia. Na hichi mara nyingi tutakuja kuona wanaume huwa wanalia katika sehemu hii. Wanaume wanalia kuanzia mara 7 mpaka mara 30 kwa mwaka yani. Hata wewe mwenyewe yani, sio mimi tu, hata wewe yani. Sio akasema mimi mpenda kulia tu peke yangu, hata wewe. Wanaume wanalia kuanzia 7 mpaka, wengine wakasema kuanzia 6 mpaka 30. Hapa wanawake wakavuka. Wanawake wanaanzia 16 mpaka 64. Mara 16 mpaka 60 ngapi? 64. Tutayazungumza haya kwa adilla na kwa uchunguzi uliofanywa na wataalamu. Bukau an-nifaq, kilio cha unafiki. Wa huwa an tadma al-aina wal qalbi qas. Nayo ni macho yanatokwa na machozi, lakini moyo umekauka, moyo hauna chochote. Yaani kwenye moyo hakuna kilio, lakini kwenye machozi unaonekana unalia. Kilio hichi mara nyingi kinakuwa kwa wanawake, kwa akina mama, sawa? Wanawake wanapoenda msibani, wakifika msibani wanajifanya wana uchungu sana na yule aliyekufa, sawa? Wanalia. Sio kwamba wote wanalia wakiwa na maumivu na uchungu. Wangelikuwa na maumivu angetoka nyumbani kwake analia mpaka kule anakoenda. Lakini ataenda kulia pale anapoingia, akifika pale getini ndo anajifanya analia tena kwa sauti. Si unaelewa? Yaani akifika pale getini ndo hapo anaanza. Hichi ni kilio cha unafiki. Unaona? Na wote wanaolia kwa kilio hichi ni wanafiki. Si unaelewa? Akifika pale ndiye anajifanya ana uchungu sana analia. Kumbe hawa huwa wanatizamana.
Yaani akienda kwenye msiba hajalia, wenzake au wewe ni msababishaji wa kifo nini? Yawezekana wewe umemuua wewe. Unaona? Unaona? Kwa hiyo analia ili asije akasemwa mwenyewe kamuua, kamloga. Unaona? Au alikuwa hampendi au vipi. Unaona? Hasa akifika pale analia. Hasa hichi ni kilio cha unafiki cha kuwaonyesha wenzake pale. Sawa Sio kwamba ana machungu. Hichi kinaitwa ni kilio cha unafiki. Mpaka mmoja unaona yasemekana tunasimuliwa kwamba alienda akalia hata machozi hayamtoki. Unaona? Kaingia kule chumbani huko aliko maiti. Akawa analia. Zamani naye nyumba hazina madirisha ya kutosha, ni giza ndani. Unaona, kumbe watu walichinja mbuzi jana, wameweka damu pale. Unaona, kwenye kale kakipeyu. Basi alipogusa namna hii akafikiri labda ni maji. Akawa anachukua anapaka ili aonekane amelia. Unaona? Kuja kutoka namna hii. No. Yaani umelia mpaka damu imekutoka. Asa, kwani damu? Akaumbuka. Unaona? Hichi ni kilio cha unafiki. Unaona? Hichi kinaitwa ni bukau nifaq. Hichi ni kilio cha unafiki ambacho wengi wanakifanya hicho. Katika hichi kilio cha unafiki hichi hakina thawabu bali kina madhambi. Unapata dhambi. Yaani ukilia unapata dhambi. Ndio maana Bwana Mtume kwa kulidhibiti hili akasema almayit yu'adhabu biniyahi ahliha. Maiti anaadhibiwa kwa kuomboleza watu wake. Yaani watu wanapolia kwa sauti ni sababu ya kuadhibiwa yule alokufa. Sawa jamani Hii ni kemeo kwetu sisi tusilie kwa kilio hicho. Lakini kilio alicholia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, al-ainu tadma wal qalbu yahzan. Jicho linatokwa na machozi alafu moyo unahuzunika. Kuna kilio ambacho kinaitwa bukau al-musta'aru wal musta'jira. Kilio cha kuazima na kilio cha ujira alai. Kama vile an-niyaha ala al-musiba, watu kulia kwenye msiba. Wapewa pesa, mtu analia mpaka anajigaragaza chini. Analia mpaka anatokwa na machozi. Analia mpaka anachana nguo, lakini kilio hicho anachokililia analia ili apate pesa. Hiyo ni bukaul mustajira au bukaul musta'ar. Hicho ni kilio cha ujira, mtu analia ili apate pesa, au bukaul musta'ar. Na hichi qala amirul mu'minin Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab yakasema tabi'u ibrataha watabki shajwi ghairaha. Mtu anauza heshima yake, analia kwa ajili ya machungu ya mtu mwingine. Wewe unapokuwa unalia pale unapoteza heshima yako, alafu unalia kwa ajili ya msiba wa mtu mwingine, si msiba wako. Aliyefiwa mwenyewe hali. Unaona? Aliyefiwa anakula anakunywa, hana shida. Tena wakati mwingine wanasema madamu amekufa mpelekeni tu mochwari, tutazika wiki ijayo. Acheni watu tuanze kula vyakula. Ng'ombe achinjwa, michele inanunuliwa, mafuta kwa wingi, maji, soda. Watu wanakunywa, wanastarehe wiki nzima, wanasubiri kuja kuzika. Sawa? Alafu yeye analia kwa machungu, anajifanya ana machungu, kumbe analia kwa ajili ya ujira. Ameahidiwa baada ya kumaliza kulia atapewa 200,000. Hichi kilio pia ni haramu katika sheria. Anapata dhambi mtu wa namna hiyo. Na kuna bukaul muwafaqa, kilio cha kuwafikiana. Fahuwa ayyara rajulu nasa yabkuna, ni mtu kuwaona watu wanalia, wayabki li amrin, wayabki, na yeye analia biduni maarifati bukaihim, hata hajui kwa nini wanalia. Yaani ukaenda mahala ukakuta watu wanalia, sawa? Ukakuta watu wanafanya nini? Wanalia, alafu na wewe ukaanza kufanya nini? Ukaanza kulia. Hichi kinaitwa ni bukaul muwafaqa, kilio kimeafikiana. Mbona watu wanalia kwa uchungu sana hawa? Na wewe ukaanza kulia, ukashikwa na uchungu. Alafu baadaye unakuja kuulizwa, mbona unalia? Nimekuta watu wanalia. Sasa nimekuta watu wanalia na mimi kabidi nilie, sasa ningefanyaje? Unaona? Unaona? Yabukil gharib. Unaona? Jamaa mmoja akaenda kwenye msiba akakuta watu wanapiga story kule, wanacheka, wana furaha. Mwenyewe akaanza kulia.
Akalia, kisha mwisho wa yote akamalizia akasema, yabki algharib walmuqimu yadhhak, analia mgeni, wakazi, walqaribu yadhhak, wale wa karibu wanacheka. Fama dhambu alladhi adhnaba hadha, ni dhambi ipi aliyoifanya huyu mpaka watu wanacheka, alafu yeye amekufa? Alipozungumza yale maneno, ni abiati kadhaa za Mutanabbi, jamaa mmoja akamuita, hebu njoo. Akamuita pembeni, akamwambia, unalia nini? Asema, kwanza nimekuta watu wanapiga story kule wanacheka, alafu huyu amekufa. Nikakuta mmoja pale analia kweli kweli, na mimi nikalia. Kwa hiyo yule jamaa akanifanya na mimi nikalia. Aliponiambia jamaa amekufa analia, na mimi nikalia. Kwa hiyo namfuata yule, na mimi ni mgeni, nimpita njia. Akaambiwa, unafahamu abiati hizi, maneno haya uliyosema, nani aliyeyazungumza maneno haya? Akasema sijui, lakini ni abiati za mashuara. Akaambiwa, huyu alokufa ndiye aliyeyatunga haya maneno. Sawa? Haya maneno mtayapata katika mlango mmoja, wanawachuoni wameuweka, wanasema la tabki fatubtala, la taqul fatubtala innal balaya anil mantiq. Usije ukasema utapewa mtihani kwa maneno yako. Hakika balaa nyingi zinatokana na yale mnayoyasema ninyi. Leo unaweza ukamuita mtoto wako mbwa wewe, akakuwa na tabia za mbwa. Mtoto kaiba kidogo, kachukua andazi bila wewe kujua, wewe fisi wewe, usiyeshindwa wewe, mtoto akakuwa na tabia za ufisi. Si unaelewa eh? Yani la taqul fatubtala innal balaya muwakkalu bil mantiq. Usiseme utapewa mtihani kupitia maneno yako. Hakika mitihani mingi inapitia maneno tunayoyazungumza. Sawa jamani eh? Naam. Kwa hiyo hichi kilio kinaitwa dibukaul muwafaqa. Unakuta watu wanalia na wewe ukalia. Ngoja tutakuja kuona, kuna maswahaba walikuta mmoja katika wema walotangulia, walikuta mmoja analia na wao wakalia sana. Mwisho wa yote kumalizika kulia, wanaumbizana, sasa tunalia nini? Fadlul buka min khashyatillah, fadhila za kulia kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi Allah subhanahu wa ta'ala ndo amesema katika ile aya tulosema, na aya nyingine Allah akasema pia vile vile katika suratu Maryam, idha tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Watu wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala wanaenda kusujudu na wanalia. Hichi kilio kinapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala akiwasemea ahlul janna, watu wa peponi, akasema wa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhi yatasaalun, wakaelekeana baadhi yao kwa baadhi nyingine wakiwa peponi wakiulizana, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adhab as-samum inna kunna min qabli nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Watu wakawa wana furaha katika pepo, wakaelekeana baadhi yao kwa baadhi nyingine wakiwa na furaha kubwa na shauku kubwa ya ile pepo. Allah akawaneemesha ile pepo na akawakinga na adhabu yumizayo, inna kunna min qabli nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sisi kabla ya hapo tulikuwa tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni mwema na Allah ni mwenye huruma. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qala, ama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amekwisha sema. Amesemaje bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? La yalijun nar rajulun baka min khashyati llah hatta yauda labanu min ad-dara'i. Moto hautamgusa mtu aliyelia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ugumu wa kuguswa na moto mtu huyo ni sawa na maziwa kurudi mahala yalikotoka. Yani umekamua maziwa kwa ng'ombe wako alafu uyarudisha, yanaweza yakarudi? Haiwezekani. Kama ilivyo vigumu kuyarejesha maziwa yalikotoka kwa mnyama, ni vigumu mtu aliyelia kwa kumwogopa Allah kuingia katika moto wa jahannam. Ni vigumu sana. Na hii ndo hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema, sab'atun yudhilluhumullahu yawm alqiyama, watu saba watafunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama. Yawma la dhilla illa dhill, siku ambaye hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema, na yule mtu ambaye wa rajulun dhakara Allaha khaliya, na yule mtu aliyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala akiwa yuko faragha peke yake, kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, fafadat aynahu, macho yakatokwa na machozi, akatokwa na machozi. Huyo mtu atafunikwa na kivuli cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala.
siku ambaye hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ainan la talmasuhuma an-nar, akasema macho mawili hayataguswa na moto. Macho ya mawili hayataguswa na moto. Jicho la kwanza, ainun bakati min khashiyatillah, jicho lilolia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, na lile jicho ambacho limekesha likilinda watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmeenda kwenye jihad, alafu watu wakalala usiku katika uwanja wa vita, wanapumzika, alafu wewe ukawa huko macho unawalinda wenzako wamelala. Lile jicho ambacho liko macho linawalinda watu wakiwa vitani, halitoguswa na moto wa jahannam. Na jicho lilolia kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, macho ya watu hawa wawili hayataguswa na moto wa jahannam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, laisa shay'un ahabbu ila Allahi min qataratayn, hakuna kitu kinachopendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kushinda matone mawili. Matone hayo mawili akasema, qataratun min dumu'i khashyatillah, ni lile tone la machozi lilolia kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qataratu dam tuhraqa fi sabilillah, na pia tone la damu lilomwagika katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akaenda kwenye jihadi akakatwa na upanga, ikawa damu imetota ikadondoka chini, huyo mtu pia vile vile atakuwa ni katika watu wa peponi. Wakana salaf yaarifuna qimata albuka, wema walotangulia walikuwa wakifahamu thamani ya kulia min khashyati llahi ta'ala, kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi Abu Abdurrahman radiyallahu ta'ala anhuma qala, Abdullah ibn Umar Abu Abdurrahman anasema, li an adma'a min khashyati llah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 1000 dinar, laiti nikatokwa na machozi kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, yale machozi yanapendeza kwangu mimi kuliko kutoa dinari 1000 sadaka, kushinda kutoa sadaka ya dinari 1000. Jicho likadondosha machozi kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hilo jicho linapendeza kwangu mimi kuliko kutoa sadaka dinari 1000. Wakala Ka'b al-Ahbar, Ka'b al-Ahbar yakasema, li an abki min khashyati llah, laiti mimi nikalia kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, fatasilu dumu'i ala wajnatai, machozi yangu yakachuruzika juu ya mashavu mawili, ahabbu ilayya min an atasaddaqa biwazni dhahaban, inapendeza kwangu mimi kuliko kutoa dhahabu ambayo iko katika wazni wangu, yani wazni wake, uzito wake na ukubwa wake, kuliko wazni wangu mimi na ukubwa wangu na uzito wangu kutoa sadaka hizo. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an amepokea hadithi, akasema siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, iqra alayya alquran, nisomee Quran. Akamwambia Bwana Mtume, aqra alayka wa ilayka unzil, mimi nikusomee Qur'ani na wakati Qur'ani imeteremka juu yako. Qala, Bwana Mtume akamwambia, inni uhibbu an asmi'ahu min ghairi, Bwana Mtume akamwambia, mimi napenda niisikilize Qur'ani kutoka kwa mtu mwingine. Fabada yaqra, Abdullah ibn Mas'ud akaanza kuisoma aya, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wajina bika ala haula'i shahida, vipi ile siku itakuwaje siku ya kiyama, idha ji'na min kulli ummatin bishahidin, kila umma utakuja na shahidi wake, wajina bika ya Muhammad, alau tukakuleta wewe Muhammadi, ala haula'i shahida, wewe uwe ni mashahidi wa watu hawa wote hawa, itakuwaje siku hiyo? Uzito wake utakuwaje siku ambaye wewe utakuwa ni shahidi hata wa wale ambao hujawaona? Kaifa ashhadu wa lam ara, vipi nitautolea ushuhuda umma ambao wengine sijawaona? Fa idha ainahu tadrifan, macho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yakawa yanatokwa na machozi. Akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, hasbuka ya ibn Mas'ud, hasbuk, imetosha ewe ibn Mas'ud, imetosha. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam analia.
Abdullah ibn Mas'ud alipogeuka akakuta mtume amelowana kwa machozi, faidha ainahu tadhrifan. Walamma raa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashabahu yahfiruna qabran, siku moja mtume akawaona maswahaba zake wanachimba kaburi, lidafni ahadi almuslimin, kwa kumzika mmoja kati ya Waislamu. Waqafa ala qabri wa baka, akasimama karibu na lile kaburi akaanza kulia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala, kisha akasema, aya ikhwati, enyi ndugu zangu, limithli hadha fa'iddu, limithli hadha fa'iddu, mfano wa kaburi jiandalieni, mfano wa kaburi hili jiandaeni, kwa sababu hili kaburi hili habari zake ni nzito. Yani sali alqubura aina alahibba, yaulizeni makaburi marafiki zetu wako wapi? Yadhhabuna wala yaudun, wanaenda na hawarudi, kila tunawapeleka hawarudi, tunawapeleka hawarudi. Sali alqubura aina alahibba, yaulizeni makaburi wako wapi vipenzi vyetu, wazazi wetu wako wapi, babu zetu bibi zetu wako wapi, watoto wetu wako wapi? Aina alahibba. Kwa hiyo bwana mtume aliwaambia kwa ajili hii jiandaeni, na akalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akatokwa na machozi kwenye lile kaburi. Amma Abdullah ibn Shakhir radhiyallahu anhu yaqul, Abdullah ibn Shakhir anasema, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, nilimwendea bwana mtume akiwa anaswali, walijawfihi azizun ka azizil mirjal, katika kifua chake kuna sauti kama sauti ya mzinga wa nyuki, akilia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, likathrati albuka, kwa sababu ya wingi wa kulia. Zipo hadithi nyingi zinazoonyesha kulia kwa masahaba, ikiwemo hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hadithi aliyoipokea Aisha pia Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Bilali alipomuona mtume analia baka na mwenyewe akaanza kulia. Qala ya Rasulullah, akasema ewe mtume wa Allah, ma yubukika wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar, kipi kinakuuliza umesamehewa yalopita na yajayo? Bwana mtume akamwambia, afala akuna abidan shakura, mimi nisiwe ni mja wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nikalia kwa ajili ya kumshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Afala akuna abidan shakura, nisiwe mimi ni mja wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo. Na imekuja katika hadithi ya Anas bin Malik, siku moja bwana mtume alitoa hutuba kali sana, nzito kweli kweli. Akasema sijawahi kusikia hutuba kama hiyo. Anas anasema sijawahi kusikia hutuba kama hiyo katika uhai wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwisho wa yote akamalizia akasema, lau ta'lamuna ma a'lam, laiti mngekuwa mnafahamu ninavyofahamu mimi, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira, mngecheka kidogo sana na mngelia kwingi sana. Faghatta ashabahu wujuhahum wa lahum aninun, masahaba wote wakainamisha vichwa vyao chini, kila mmoja kainamisha kichwa chini. Wa lahum aninun, kila mmoja analia, kila mmoja lahum aninun, kila mmoja analia. Wa fi riwaya, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi shay fa khataba faqala, bwana mtume alifikiwa na jambo kutoka kwa maswahaba zake, akaenda akawahutubia akasema, uridtu alayya aljannata wan nar, nimeonyeshwa pepo na moto. Falam araka alyawm mandhar afdah asharru, sijawahi kuona mazingira ya shari kama yale ya pepo ya motoni niliyoyaona, na wala sijawahi kuona mazingira ya peponi ya kheri kama yale niliyowahi kuyaona. Laiti mngefahamu ninayoyafahamu mimi, mngelia kwingi, mngecheka kidogo. Maswahaba wote wakashikwa na kilio, wote wakawa wamejiinamia chini, kila mmoja analia, kila mmoja anasikika aninun ka aninul birjal, kila mmoja akawa anasikika kilio kama vile kilio cha mzinga wa nyuki. Hadithi hapa ni nyingi, nazivuka kulingana na muda ni mdogo. Zote hizi ni hadithi ambazo ni nzuri, zinatufundisha mambo mazito
juu ya kilio. Kuna maeneo ambao wanaume wanalia mara nyingi. Wanawachuoni wameorodhesha maeneo 4 ambayo yanawafanya wanaume wakalia, ambayo kwa mwaka wanaweza wakalia, tumesema kuanzia 6 mpaka 17. 6 mpaka 30, si ndio? Kama sijakosea, 6 mpaka 17. Naona kuanzia mara 16 mpaka 60 na ngapi? 64. Moja maeneo yanayowafanya wanaume wakalia, kwanza kabisa inda khashyatillah, pale wanapomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyofanya Suleiman ibn Yasar pamoja na Atwa ibn al-Yasar, wakamuogopa Allah zaidi kuliko uzuri wa yule mwanamke. Au watu wanapokuwa katika ibada zao jaufi laili, wakati wa usiku, amesimama anafanya ibada akalia, na ibada ya usiku hakika inakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kama hujawahi kusimama usiku kwa khushu', ukajaribishe leo. Ikiwa mke wako amelala usingizi ya kuoni, au wewe mwanamke mume wako amelala usingizi ya kuoni, achana na ladha ya usiku, simama usiku, oga, swali rakaa 2, nyenyekea, utajikuta machozi yanakutoka hata bila wewe kutaka. Man dhaqa arafa wa man arafa atarafa, atakayeonja ladha ya kisimamo cha usiku ataitambua, na akiitambua ataifahamu, hatoacha kusimama usiku. Pili, maeneo yanayowafanya wanaume wakalia ni inda fuqdanul walidain, pale wanapokosa wazazi wawili. Mtu akifiwa na mzazi, ima mama au baba, au moja kati ya watoto wake, au akafiwa na mtoto wake, yani akikosa mzazi wake yoyote yule katika wale wazazi wawili, kama hakuwa na tamaa ya mirathi. Lakini maana kuna watu wengine wanaua wazazi wao ili warithi, si ndio? Anaua wazazi wake ili arithi vile ving'ombe vilivyobakia na vile viekari 2 vitatu. Akaona mimi kuhama kwenda porini kule siwezi, acha nimmalize mzee, unaona, ili kusudi niweze kurithi. Wapo wa namna hii. Huyu hawezi akalia, atalia lakini kilio cha unafiki, kama yule ambaye alimuua mkwe wake katika kisa cha Bakaratu Bani Israili. Rejeeni katika kile kisa cha ng'ombe wa Bani Israili, walipoambiwa wachinje yule ng'ombe, faqiu launuha tasurru nadhirin. Kisa kile kilikuja kwa sababu mtu alimchinja baba mkwe wake, si unaelewa, kwa sababu ya urithi. Sawa jamani, kwa sababu ya urithi. Hasa huyu alilia machozi ya uongo ili aonekane yeye hajafanya tukio, lakini kwa mwenye moyo anacheka kwamba nimetimiliza lengo. Kwa hiyo mtu akipotelewa na mmoja kati ya wazazi wawili anaweza akalia, hata asilie machozi, lakini kwenye moyo analia kwa ndani. Au mtu akikosa mtoto wake anayempenda, mtoto wake akapotea, akafa, anaweza akalia. Hicho ni kilio ambacho pia mtu hawezi kujizuilia. Kilio cha tatu ni inda tazwiji ibnata, pale mtu anapomuozesha binti yake. Waulizeni hata hawa akina mama, wakati binti yake anaolewa, unaweza ukakuta mama ana shangwe, sawa, anapiga vigelegele, sawa. Usifikiri ana vigelegele vya furaha, kwenye moyo anaumia. Waulizeni wale pale, waulizeni, huwa mna furaha anapolewa binti yako? Atakwambia kile ni kigelegele cha kwenye ulimi, lakini kwenye moyo anaumia. Hasa wazee ndo zaidi wanaume hawa. Siku anamuozesha binti yake, anakushika mkono, anakwambia nimekuozesha binti yangu. Unaona watu wana furaha na nini, wanasubiria pilau, lakini kwenye moyo anaumia. Kwa nini anaumia? Amemlea binti yake kuanzia mwaka 0, kuanzia mwaka 0 mpaka inafika mahala anakuja kumuozesha. Wewe unakuja kumkuta binti ana miaka 20, kifua kimesimama vizuri, ukasema nimejipatia, lakini yeye anaumia kwenye moyo. Huyu kijana nimemuozesha binti yangu, anaweza kwenda kumlea kama nilivyomlea mimi? Je, atakuwa ni mwanaume sahihi? Au binti yangu anaenda kwenye mateso, badala ya kwenda kupata furaha anaenda kuteseka? Si unaelewa? Mpaka wengine wanatoa hosia, wanasema wana, mimi sijakupa ngoma bwana, wala sijakupa punda wa kufanya kazi, sawa, nimekupa mwanamke. Haya maneno usifikiri wanafanya kama utani, yanatoka kwenye moyo, yanauma hasa.
Kwa hiyo hapa wazee huwa wanalia. Yaani unamuona ana furaha, atamnunulia mtoto wake majabi, manini yale, majagi, madiaba yale, mandoo. Wengine wanawanunulia mpaka magodoro. Wengine mpaka vitanda. Huko nako mnafanya ghuluu, sawa? Ndio maana ukienda kuchumbia unapewa mahari kubwa, kumbe wanafikiria huyu binti atakuja kuondoka na godoro. Atakuja kuondoka na mahindi gunia 2. Atakuja kuondoka na vyombo ndoo nzima, ndoo 2 3. Vimejaa vyombo vya udongo. Hasa tukipewa mahari 200,000 itatosha nini? Wanalete 1,000,000. Usifikiri wanang'ang'ana eti kwa sababu ndio sheria ya mahari. Wanafikiria vile vyombo vya siku ya harusi. Huko ni ghuluu. Wewe muozeshe mtu hata bila kumpa hata beseni, hata ufagio usimpe. Wataenda kujua wenyewe, watang'oa majani huko, watafagia nyumba. Sawa? Si unaelewa? Kwani zamani tulikuwa hatufagii na mafagio yale ya makatani bwana? Si unashika yale makatani unatuanga unayafunga unafagia. Tulikuwa hatufagii. Wewe mpe mtu mwenyewe, watajua wataenda kupika wapi, wataenda kuwazimwa hata safuria na mama yao. Sawa? Haza mahari yamekuwa ni kubwa, watu wanaogopa kuoa kwa sababu watu wanafikiria siku ya harusi anaondoka na vyombo vingi. Pamoja na kwamba mzazi ananunua vile vyombo, lakini kwenye moyo anaumia. Hiyo ni sehemu ya kulia kwa wazee. Lakini sehemu nyingine ya kulia kwa wazee ni inda qahri arrijal, bimaana al-ajzi. Pale mtu anaposhindwa jambo zito, unaona, labda maradhi, unaona, ufakiri na mengineo, shida zimemuelemea, alafu ameshindwa kuzitatua, madeni yamembana, unakuta mtu amekaa amejiinamia analia. Au amebebeshwa jambo zito na hawezi kujinasua, kama alivyofanya Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Baada ya kutawalishwa, akaenda akajiinamia ndani ya nyumba akawa analia. Mke wake anaenda anamwambia, sasa we Hasani, unalia nini? Na wakati wewe sasa hivi ni kiongozi wa Waislamu wote duniani. Unaona? Wewe sasa hivi ni kiongozi wa Waislamu wote duniani. Unalia nini badala ya kufurahi na kucheka? Akamwambia, nimekupa talaka 3. Yo, unanipa mimi talaka 3 baada ya kwamba nakupongeza umetawalishwa? Akamwambia, unaona, yuktalu abi wa tadhaharina shamata. Baba yangu ameuawa, alafu wewe unadhihirisha furaha ya uongozi ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutabiria kwamba la tatlu bil imara, usitafute uongozi, uongozi ni kaa la moto. Wewe unakuja kufurahia uongozi niliobebeshwa, amana za watu. Taenda kuulizwa, hata wale ndege walikosa maji uliwasaidiaje? Hata wale wadudu walikosa chakula uliwasaidiaje? Utaulizwa mambo kama haya. Yani imekuja katika riwaya moja ya mmoja katika wema walotangulia, alitawalishwa katika mamlaka akawa analia, akakataa uongozi. Faqala sausal, nitaenda kuulizwa hata yule ndege alofia mpakani mwa utawala wangu, taulizwa. Asema hata yule mbwa alokuwa anatafuta maji ya kunywa akafika kwenye mpaka wangu akafa pale, taulizwa. Amefia kwenye himaya nyingine lakini ni mpaka karibu na himaya yangu, taulizwa. Wewe unadhihirisha furaha, mimi nimefiwa bwana. Akampa mke wake talaka 3. Kisha akampa mjumbe, akampa kitoka unyumba, akamwambia mpelekee mke wangu, nimempa talaka 3. Alipompelekea akapelekewa dinari 12 pamoja na ngano kama vigunia kadhaa, kilo kadhaa. Akasema zadi qalili min habibi mufariq, hii pesa uloliletea na hii ngano uliletea ni ndogo sana kulinganisha na kile kipenzi changu nilichokiacha. Yule alikuwa ni mwanaume bwana, lakini kwa nini amemwacha? Kwa sababu ya kuonyesha furaha wakati mwenzake ana huzuni. Na nyinyi akina mama, hili ni somo kwenu. Mume wako akitoka kwenye majukumu, amekuja amechoka na mafadhaiko, ana huzuni, hujui aliyeyakuta kule nje ni mangapi. Usifurahi, shirikiana naye kwenye huzuni. Akija ana furaha, wewe usihuzunike, shirikiana naye kwenye furaha. Wewe unakuja nyumbani una furaha, alafu unakuja kukuta mwenzako amenuna tayari, amevuta midomo. Unaona? Itabidi na wewe ubadilishe. Sawa? Ule mkogo wa furaha ubadilike kuwa ni huzuni, si ndio? Uwe na wewe ukanuna pia. Hasa ukajikuta mmenyamaziana, alafu hakuna kosa mlotendeana. Hasa inafika mahala unamuuliza mwenzako, hivi mbona wewe umenuna sana? Tatizo nini? Anakuuliza na wewe, mbona na wewe umenuna? Tatizo nini? Mimi nimekuta wewe umenuna. Kwa hiyo mimi nimenuna kwa sababu wewe umenuna pia, na mimi nikachukia, nikavuta midomo. Tuachane na hizo habari. Ndugu zangu katika imani,
kuna kilio cha mtoto mdogo. Hichi nacho tukimalizie kwa sababu kina umuhimu wake. Kabla ya kilio cha mtoto mdogo, kuna kilio cha wanawake ambaye tumesema kwamba analia kuanzia ile idadi ndogo iliyotajwa mpaka 64. Mwanamke analia kwa sababu nyingi. Hata ukimzuia kwenda kwao, akaomba ruhusa mara ya kwanza ukamzuia, ukamkataza, mara ya pili ukamkataza, mara ya tatu analia, unamwacha, si ndio? Unamwacha. Hata kuomba tu pesa ya kwenda gulioni, mara ya kwanza umemkataza, mara ya pili hakuna, mara ya tatu analia, unampa. Kwa hiyo wao ni wepesi kulia, si unaelewa? Wao ni wepesi sana kulia. Haya ni mambo ya kawaida, lakini wanawachuoni wakatupa tahadhari, wakatuambia hivi, mulaadha albuka laisa dha'fa, kilio sio udhaifu, lakini anapoonyesha mwanamke analia, sio kwamba kile kilio ni dalili ya kwamba amedhulumiwa. Bukaul mar'a inda takhasumi laisa dalilan ala sidqaha, kilio cha mwanamke kwenye ugomvi sio dalili juu ya ukweli wake, kwamba anaongea ukweli. Imamu Shaabi rahimahullahu ta'ala asema, kuntu jalisan inda Shuraih alqadhi, siku moja nilikuwa kwa Shuraih alqadhi, atatil mar'atu tabki wa tashtaki an zawjiha, akaja mwanamke analia, anashtakia juu ya mume wake. Wakati analia, mimi nikasema fakultu, nikasema asla'akillah ma araha illa madhluma, sioni kwa huyu mwanamke isipokuwa amedhulumiwa na mume wake sana tu. Shuraih al-Qadhi akaniambia, wama allamaka, ni kipi kilichokufahamisha kwamba huyu mwanamke amedhulumiwa? Qultu, nikamwambia libukaiha, si unaona anavolia mwanamke analia namna hii, wewe uone kwamba amedhulumika kabisa huyu? Qala la tafal, akaniambia usifanye hivyo. Fa inna ikhwata Yusuf, ndugu zake na Yusuf alayhi salatu wasalam, jau abahum ishau yabkun, walimjilia baba yao jioni wakiwa wanalia. Dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina faakalahu dhib, baba yetu si tulienda kwenye michezo tukamwacha Yusuf akilinda zana zetu, akaliwa na mbwa mwitu. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, wewe huwezi ukatuamini hata kama tukiwa ni wa kweli. Wanalia, wametokwa na machozi, wana huzuni, wana mafadhaiko, lakini walikuwa ni waongo. Kumbe wamemtupia wapi? Kisimani. Sio kila kilio ni dalili ya ukweli, si unaelewa? Sio kila kilio ni dalili ya ukweli. Mzee Yakubu hakuwaamini watoto wake kwa vilio vyao. Alichokifanya mzee Yakubu kuamini kwamba Yusuf yuko hai baada ya kuishika ile kanzu, pamoja kwamba imepakwa damu, haina hata sehemu moja imetoboka. Akawaambia, tangu lini mbwa mwitu amekuwa na akili mpaka akavua nguo ya binadamu hata bila kuichana na ukucha? Tunaelewa? Hata bila kuichana akaivua nzima nzima. Tangu lini mbwa mwitu kawa na akili hii? Hapo ndo wakakosa hoja. Lakini walienda jioni wanalia. Kwa hiyo sio kila anaelia ni dalili ya ushindi kwamba amedhulumika. Leo hii wewe kosana na mke wako, nendeni kwa imamu mkaanze mazungumzo. Mwanamke anazungumza mambo mpaka unashangaa mwenyewe, yale yote uliyosahau yeye anayakumbuka. Mwanamke ukimkosea, mkienda kulalamika mahala, atakushtaki kwa mambo mengi sana na atalia sana. Wewe utaonekana ni dhalim. Ndio maana leo hii wanawake wanapewa haki, wanaume wananyimwa. Kwa sababu sisi hatuna kumbukumbu. Kuanzia leo muwe na vitabu vya kunoti makosa. Wewe tembea na notebook, unamnoti mke wako, kila kifanya andika, kwa sababu unasahau wewe. Yeye hasahau, notebook yake iko hapa kichwani. Hata ulipomnyima pesa ya kwenda kununua dagaa miaka 4 iliyopita anakumbuka. Mbona siku ile ulininyima pesa ya dagaa, alafu wewe ukaenda kunywa supu vibandani? Anakumbuka. Kwa hiyo uwe na notebook nzuri yani, unaona? Lakini sasa hiyo nayo itakufedhesha. Wewe mwanaume unaandika makosa ya mke wako. Unaona? Kwani ni adui huyo? Kuna kilio cha mtoto wanasema kiko katika sehemu zifuatazo. Moja, mtoto mdogo anaweza akalia kwa sababu zifuatazo. Moja ni aljuu, anaweza akalia kwa sababu ya njaa, manake anahitajia kunyonya au kulishwa. Pili, anaweza akalia li atasnini, pale anapotokwa na meno. Na hii wanasema inaanza kwenye mwezi wa
anapofikisha kuanzia miezi 4 na kuendelea. Sawa. Mtoto anapoanza kuota meno yanawasha yale, anaweza akawa analia. Kwa hiyo hili pia linaweza likasababisha. 3, anaweza kwamba akalia kwa sababu ya makhswi, yani bukaa shadidi li aktharu min 3 saati yaumia. Analia kilio kingi ambayo kwa siku anaweza akalia zaidi ya masaa 3. Hii pia vile vile anaweza akalia. Kilio hichi wanasema wakati mwingine kinaweza kisiwe na sababu, lakini kina manufaa kwa mtoto. Sawa? Manufaa yake ni nini? Kwanza kinamkomaza misuli. Anapolia anajikaza, anakuwa imara, ngangari, sawa? Unaona? Anajikaza mpaka haya mashavu yanakomaa. Hata akija ukimpa nyama anatafuna vyema tu. Fanya mazoezi. Sawa? Wakati mwingine analia mpaka anakata mkojo. Unaona? Anakomaa kisawasawa. Unaelewa? Majasho yanamtoka. Wewe unaona sasa hapa amekomaa. Anaweza akalia lintiqali baina marahili naum, kwa ajili ya kugeuzwa katika sehemu za kulala. Yaani wakati mwingine anahitaji ageuzwe, amelala amechoka ubavu, anahitaji kugeuzwa. Lakini anaweza akalia kwa sababu zinginezo kama vile labda amekaa na nguo muda mrefu ina mkojo, ameanza kuwasha, anaweza akalia. Unaona, anaweza akalia mtoto pia vile vile kwa sababu ya joto kali, anahitaji angalau amwagiwe maji ya baridi ya uvuguvugu. Unaona, anataka kumwagiwa maji ya baridi. Huyu naye au anaweza akalia kwa sababu ya baridi kali, yahitajia kuvalishwa nguo nzito nzito asije kusababishwa na maradhi ya pneumonia na mfano wake. Kwa hiyo haya yote haya yanahitaji mtoto aendewe kwa hudui, kwa upole pale anapokuwa analia. Yaani aangaliwe haja yake na shida yake kwa upole. Wajazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.